maridhiano, bila ya ukweli, bila kuwa na haki, bila kuwa na uwajibikaji. Hatujauona mpaka sasa. Maoni ya ACT Wazalendo ni kwamba kinachopaswa kutangulia kabla ya maridhiano ni ukweli, haki na uwajibikaji. Na tutafanya hivyo kutoa haki kwa wahanga wa uchaguzi huo kwa kufanya uchunguzi huru na kuwajibisha wale wote waliosababisha mauaji hayo, hasa vyombo vya ulinzi na usalama, na hata kama kuna raia aliohusika. Hakuna mafanikio ya uhakika yanaweza kupatikana kupitia wito wa maridhiano wa maneno matupu. Uzoefu wa nchi nyingine umetuonesha hivyo. Baada hatua hiyo, kwa pande zote mbili za Tanzania bara na Zanzibar, kuundwe tume ya kudumu ya utengamano, haki na maridhiano, National Cohesion, Justice and Reconciliation Commission, ili isimamie mageuzi katika nchi yetu na kupambana na haya kwa njia ambazo za huru, kwa njia za kitaalamu, na kwa njia ambazo kweli zitajielekeza katika matatizo. Lakini la pili tunachofikiria sisi ni mfumo mzima wa kiutawala, kiutendaji na kiusalama unapaswa kuangaliwa upya au unapaswa kufumuliwa. Tunapaswa kuandika katiba mpya kwa mchakato shirikishi. Tunapaswa kubadili kabisa uwajibikaji wa vyombo vya ulinzi na usalama, na mfumo mzima wa utumishi wa umma uwajibike kwa wananchi badala ya kuwajibika kwa Chama cha Mapinduzi. Tunachosema sisi, kilichoko kwenye matatizo sasa hivi ni our constitutional order is in crisis. Lazima hili tuli address. Katika kuipata katiba mpya, sisi tunaona hatua zifuatazo zinapaswa kuzingatiwa. Kwanza, suala la muungano ambalo limekwamisha kupatiwa ufumbuzi, basi lipatiwe ufumbuzi kwa kuunda tume ya wataalamu itakayopitia mambo yote ambayo yana migogoro, ikiwemo mambo yaliyobainishwa na serikali zote mbili lakini hayajatekelezwa. Kikwazo kikubwa kimoja cha kupata katiba mpya, uzoefu umeonesha, ni suala la muungano. Sisi tunaamini kama dhamira ipo, hili nalo ni rahisi kulipatia ufumbuzi, kwa sababu yanajulikana. Sisi wanaogopana tu wanapokaa wenyewe. Ukikaa nao, sisi uzoefu wetu kule Zanzibar, ukikaa nao pembeni sisi watasema, watatapika bwana mpaka nyongo. Lakini wewe ukitaka kuwapata, waitie tu CCM wawili tu kutoka ukubara, kila mtu kimya. Sasa hili lazima lipatiwe ufumbuzi, tupate kuendelea mbele, tupate katiba mpya. Lakini kupitiwa upya kwa kufanywa marekebisho kwa sheria za mabadiliko ya ili kukidhi matakwa ya sasa na kuhuisha mchakato wa katiba mpya. Mswada wa sheria ya kurekebisha sheria hizi uwasilishwe na kupitishwa bungeni katika mkutano wa karibuni wa bunge, na ikiwezekana mkutano uliopo wa bunge. Jengine, uitishwe mkutano wa kitaifa, National Sovereign Conference, utakaoshirikisha wadau wote nchini ili kupata mwafaka wa masuala juu ya katiba ambao ni nyeti na hayana mwafaka, ikiwemo muundo wa muungano. La nne, iundwe timu ya wataalamu wabobezi, Committee of Experts, ili kuandaa rasimu mpya ya katiba. Na tano, iitishwe kura ya maoni, referendum, ili wananchi waamue kukubali au kukataa rasimu ya katiba inayoandaliwa. Mbali ya katiba mpya, ACT Wazalendo tunaamini tunapaswa kurudi kwenye misingi kwa kuyarudia mapendekezo yote ya ripoti ya tume ya Jaji Nyalali, ambayo yaliweka mambo yote muhimu yanayopaswa kuwepo katika nchi inayofuata demokrasia ya vyama vingi. Miongoni mwao ni kufutwa kwa sheria zilizotajwa, ikiwemo na nyingine ambazo zimetungwa baada ya hapo,
ziangaliwe na sheria nyingine kandamizi za ziada zilizotungwa baada ya 92 kama sheria ya makosa ya mtandao, sheria ya takwimu, sheria ya huduma za habari, sheria ya vyama vya siasa, hasa mabadiliko yake makubwa ya 2019 ambayo yamempa madaraka makubwa msajili wa vyama vya siasa, na sheria ya tume huru ya uchaguzi. Nchi hii inachekesha sana. Tumepigania uhuru mpaka tumeupata. Hapakuwa hasa na sheria ya vyama vya siasa. Kule Zanzibar sheria ya vyama vya kusajili vyama imetungwa Disemba mwaka 1963. Siku chache kabla ya mapinduzi. Lakini harakati zote hizo zimeendeshwa vyama vya siasa vikiwa vimesajiliwa polisi tu na kusajiliwa ile board of trustees basi. Lakini leo tuna sheria msajili wa vyama, tuna wasajili wengi nchi hii. Tuna msajili wa makampuni ambaye anaendesha very sensitive institutions, lakini hana mamlaka hata robo ya mamlaka alionayo msajili wa vyama vya siasa. Yani kama kwamba hivi vyama vya siasa ni vya kwake mwenyewe, sio za wanachama. Kufutwa na kurekebishwa kwa sheria kandamizi, kutungwa kwa sheria mpya ya tume huru ya uchaguzi ambayo itakuwa huru kweli kutoka ngazi ya taifa hadi ngazi ya vituo ya kupiga kura, kuhesabu na kufanya majumuisho. Badala ya sheria, hatua za uundaji wa tume huru zianze mapema kabla ya uchaguzi ujao. Sasa hivi Watanzania wengi tumekuwa fixed kwamba uchaguzi ujao ni 2030. Sisi tunasema katika hali ya nchi hii ilivyo sasa hivi, marekebisho yafanywe, na ikiwezekana, kwani lazima kuitisha uchaguzi 2030. Ikiwezekana tuitishe uchaguzi, the sooner the better, ili kuwatoa Watanzania na kuwajenga na imani ya kwamba nchi hii kweli imedhamiria kufanya marekebisho, kwamba tunakusudia tuanze upya. Ndio tunavyoiona sasa hivi. Tumelishwa na kila mtu tunaimba kwamba uchaguzi wa 2030. Sisi tunaomba Watanzania watafakari katika hilo. Lakini na jingine ni kutenganishwa kwa nafasi ya utawala katika serikali katika ngazi zote za serikali. Sasa hivi mji mkuu wa mkoa, mtumishi wa umma au mkuu wa wilaya, sasa hivi kila mtu huko kwingine kwenye vyombo vya dola hivi, polisi, huwezi kumjua kama huyu ni OCD au ni msaidizi wa mkuu wa wilaya, hawa ni RPC au msaidizi wa mkuu wa mkoa, kwa sababu anapokea amri moja kwa moja kutoka. Kufanya mageuzi makubwa ya utumishi wa umma ili kuwa na an honest and efficient government. Sasa hivi kama kuna kitu ambacho kimekuwa compromise, basi ni utumishi wa umma katika nchi yetu, na huwezi kuwa na maendeleo katika nchi kama huna an honest government. Na honest government maana yake ni utumishi wa umma unaendeshwa vizuri. Kutekelezwa kwa hatua za katiba, kisheria na kikanuni, kiutawala na kimafunzo, na kuviondoa kwenye utii wa kisiasa vyombo vya ulinzi na usalama katika nchi, ili vibaki tuviondoe, tuvidepoliticize, tuviondoe na vifanye majukumu yake ya msingi ya kulinda katiba ya nchi yetu. Naji vyombo vya habari vya umma kufanyiwa mageuzi ili vitofautishe matangazo ya shughuli za serikali na za umma na zile za chama kinachotawala na mengine mengi yanayofanywa katika vyombo vya umma. Kuweka uwanja wa siasa ulio huru na sawa kwa vyama vyote vya siasa, na kuchukuliwa hatua ya kutoa elimu ya uraia juu ya mfumo mpya wa kidemokrasia au new dispensation ambayo itaanzishwa baada ya hapo. Lakini la mwisho kubwa tunaloomba na ambalo ni la msingi ni kurejesha thamani ya kura ya Mtanzania. Mtanzania atoke katika utumwa. Nchi hii irudi mikononi mwa Watanzania wenyewe kwa kuwachagua viongozi wao kuheshimu katiba ya nchi, kuheshimu sheria za nchi na kuwajibika kwa wananchi. Hili ni jambo la msingi ambalo linahitajika. Hatua zote hizi nilizozitaja hapa zinahitaji muafaka wa kitaifa
utakaopeleka mbele kwa pamoja kama taifa. Kwa hivyo tunahitaji kuanzisha jukwaa la majadiliano ya kitaifa litakaloongozwa kwa misingi tuliyoitaja ya ukweli, haki na uwajibikaji, ili kukubaliana juu ya namna bora ya kuzifikia hatua hizo. Ndugu washiriki, kwanza niwashukuru sana kwa muda wenu wote kusikiliza kwa umakini, naamini. Lakini la msingi, sisi tumechukua hatua zote hizi, tunaamini ni kwamba tumeanza tu. Nchi hii ina utajiri mkubwa sana wa watu wenye mawazo, wa watu wenye kuipenda nchi yao, na sisi tunavyoamini kwamba nchi yetu haipaswi kuwa hapa ilipo. Kwa utajiri huu uliopo, tunaamini kwamba hatupaswi kuwa hapa tulipo. Tunapaswa kuwa na nchi ambayo kweli ina ustaarabu, inalingana, na ambayo Watanzania sote tutaona fahari. Leo unafika pahala unajiona aibu kwamba wewe Mtanzania kwa vituko vinavyofanywa katika kuendesha nchi yetu.